Damu ya Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza, nawe mfuatiliaji wa Mwangaza Digital, tusikilize na kutafakari ujumbe wa Mtakatifu Gaspari leo tarehe 28 Aprili unaosema tuweke wazi msimamo wetu, tusali na hivyo ndivyo tutakavyoleta maendeleo. Natambua na narudia kwamba kushirikishana mawazo kuna manufaa. Tuweke wazi msimamo wetu, tusali na hivyo ndivyo tutakavyoleta maendeleo. Natambua na narudia kwamba kushirikishana mawazo kuna manufaa. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Mwangaza, karibuni tutafakari kwa pamoja ujumbe huu wa leo, japo ni kwa ufupi. Mtakatifu Gaspari anatufunza kuwa maendeleo yoyote yale, yawe ya kiroho au ya kijamii, yanahitaji uwazi juu ya msimamo, ukisindikizwa na sala kwa kuyaweka chini ya maombezi ya Mwenyezi Mungu. Huko ndiko kusema tunapaswa kusimama imara katika haki, ukweli na mafundisho ya Mungu hata pale tunapopitia magumu. Ujumbe huu wa leo umejikita katika sehemu kuu 3, nazo ni kuwa wazi, kusali na kushirikishana mawazo. Kumbe tunaalikwa kusali pasipo kuchoka ama kukoma, kwa kuwa sala ni pumziko la roho. Hivyo bila sala maendeleo hayawezi kuonekana. Kirejea waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya 5 aya 17, ombeni bila kukoma. Kupitia sala ndiko tutapata nguvu, hekima na amani ya moyo. Mwisho, Mtakatifu Gaspari anakiri na kutambua fika kushirikishana mawazo kuna manufaa, na anatufundisha katika maisha yetu, yawe ni ya familia, jumuiya au jamii kwa ujumla. Ili maendeleo yaonekane, ni lazima wanafamilia, wanajumuiya au wanajamii husika wawe na uwazi, hasa katika kushirikishana mawazo, tukikumbuka kwamba hatukuwa peke yetu. Hivyo tunaposhirikishana tunajengana, tunasahihishana pale mwenzetu wanapokosea, na pia kikubwa zaidi ni kuwa tunakuwa pamoja, hasa katika imani. Kirejea Mithali sura ya 27 aya 17, chuma kunoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Hivyo ni wazi kuwa tukiwa wawazi kwa wenzetu, ni rahisi kushirikishana na marafiki zetu, wanajumuiya au hata jamii kulingana na mawazo yetu. Katika kipindi hiki cha sasa, wengi wetu tumekuwa na sura mbili, kwamba uwazi haupo ndani mwetu. Upande huu utachukua ukweli, lakini utakapoufikisha unafika kwa tafsiri ya uongo. Hivyo tunaalikwa tusiwe watu wa uvuguvugu. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Mwangaza, tukiyaishi haya matatu, yaani imani iliyo wazi, maisha ya sala na umoja, hasa kwa kushirikishana, ndipo tutakapopata maendeleo ya kweli, si ya kimwili tu au ya kijamii, bali na ya kiroho pia. Bwana atusaidie tuwe mashahidi wa kweli, watu wa sala na wanaojongea umoja kila leo. Itukuzwe damu ya Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frateri Joseph Makia wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu.